must face the law. Wizi wa simu hapa Nairobi na maeneo mengine nchini umeendelea kuwa donda sugu. Idara ya DCI ikibaini simu hizo huishia nchi za Tanzania, Uganda, Rwanda na hata Burundi. Katika operesheni ya kuwanasa wahusika, kaunti ya Kericho ilipatikana kuwa eneo linalotumiwa sana kusafisha mfumo wa simu hizo baada ya kuibwa. Mshukiwa mmoja amekamatwa na simu zaidi ya 20 kunaswa pamoja na vifaa vya kusafisha mfumo wa simu hizo. Ode Francis na taarifa kamili. Operesheni ya pamoja ya idara ya usalama iliyofanyika katika kaunti ya Kericho na hapa Nairobi imesababisha kukamatwa kwa mshukiwa mmoja anayehusishwa na wizi wa simu za mkononi unaolenga kampuni za ufadhili wa vifaa zikiwemo Mogo Kenya. Operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano na maafisa wa DCI ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendeleza kuvunja mitandao ya kihalifu inayohusika na wizi wa simu zinazochukuliwa kwa mikopo. Buying the device, you don't pay and then you take it maybe to a local fundi with software and then they kind of unlock the phone and you end up not paying for the loan. So sometimes when this happens, we notice that this phone is not being paid for. We have other instances whereby you'll find that if the hacking fails to happen, this phone is opened and it's just opened, sold for spare parts. Uchunguzi unaonyesha kuwa genge hilo huiba simu hizo kabla ya kuvunja kwa njia haramu mifumo ya usalama kupitia udukuzi. Baada ya hapo, simu hizo huuzwa kwa wananchi wasio na habari nchini Kenya na katika nchi jirani, huku zingine zikivunjwa kwa kuuzwa kama vipuri. So far, devices, I can say maybe upwards of 40 million. Yeah, because we lost like 1,500 devices. And when we kind of caught up with those people, we found even phones from our competitors. This is Watu Credit, Mkopa, yeah. Wakati wa operesheni hiyo, simu kadhaa zinazomilikiwa na Mogo Kenya na kampuni nyingine washirika zilipatikana. Mshukiwa alikamatwa katika duka moja la kukarabati simu mjini Kericho. Akithibitisha tukio hilo, afisa mkuu wa upelelezi wa jinai wa Londiani DCIO Kelo Musimi alisema uchunguzi bado unaendelea na akaongeza kuwa kesi inayohusiana na tukio hilo iko mbele ya mahakama ya Molo, huku kesi zingine zikiwa hapa Nairobi. We have other cases under investigations that may lead to arrest of other more suspects and after the investigations will be arraigned in court. Aidha, amewataka wananchi kuwa waangalifu na kununua simu za mkononi pekee kutoka kwa wauzaji waliosajiliwa na kuidhinishwa. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.